Ni asubuhi njema ambapo mpenzi mtazamaji ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani asubuhi ya leo? Ni matumaini yangu ya kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka, umeamka ukiwa salama, umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana sio kawaida kwako kuamka tu katika uso wa dunia. Mbali imegharimu tu mkono ama nguvu za Mwenyezi Mungu. Sio kawaida tu, bali kwa neema yake. Ameweza na kutulinda, kututunza, akakubariki vile ambavyo ulivyo. Kuna baraka ambazo Mwenyezi Mungu ameweza na kukubariki nazo. Kuamka tu, kujipata tu ukiwa tuna huo uhai. Uwe unapitia nini, uwe unaumwa, lakini kuamka tu ukiwa unapumua, hiyo ni baraka ya kwanza. Mshukuru Mwenyezi Mungu. Basi kwa asubuhi ya leo, karibu sana katika kipindi cha Manyunyu Baraka. Tuzidi na kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu na Pastor Ruth Sami kutoka ABC Katangi wa Munyu Pastori Machako Sabweni Quarter, nikitumai kwamba baraka nazo utaweza na kuzipokea kwa wingi, maana kulingana na vile naona ameweza na kujiandaa, tutaweza na kuzipokea kwa wingi. Kaa tayari ili tukaweze na kupokea hizo baraka kwa pamoja. Basi ni wakati mwingine ambao umewadia wa kusemezana neno la Mungu, nikiomba kukukaribisha ili tuweze kuwa pamoja. Pia pamoja na hayo ni salamu ujambo mahali popote uliko, nami si jambo. Tutaweza kulisoma neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo mtakatifu. Tasoma sura ya 4 mstari wa 1 na wa 2, na nitasoma aya maandiko katika jina la Yesu. Kisha Yesu alipopandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi, akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Tuombe ni kwa ajili ya neno. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tunachukua fursa hii kujitwika mikononi mwako kwa ajili yangu na mtazamaji akiwa mahali popote aliko. Mungu mwema na Mungu wa ajabu, wengine wana uzima wa mwili na wengine hawana. Wengine Mungu Baba wana usumbufu mioyoni mwao, na wengine umewapa furaha ya kiasi. Mimi pamoja nao Bwana, tunajitwika mikononi mwako uweze kuandamana nasi katika hili neno ambalo tunaenda kulisikia. Wengine huenda ikawa watatazama asubuhi, mchana, hata jioni. Mungu mwema, unajua yule anapaswa kusaidika na hili neno. Kwa hivyo kampe atakutazama na wengine kutaka masikio yao. Bwana, uwe pamoja nasi hadi tamati. Katika Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pia ile lengo tutakuwa nayo siku ya leo ni lengo ya kuongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hivyo kama vile tunaanza mwaka, sitakoma kutaja ya kwamba tunaanza mwaka kwa sababu tuko tu Januari ambayo tumeanza mwaka wa 2026. Kwa hivyo nimekuja kukuambia na kukuhubiria ya kwamba ukubali uanze mwaka ukiongozwa na Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa nini ninasema hayo? Yesu Kristo kama vile tumesoma
alipokuwa aanze kazi, alikubali aongozwe na Roho wa Mungu. Na alipokubali aongozwe na Roho wa Mungu, kama vile tunajua historia yake Yesu Kristo ya miaka 3, hakika aliweza kufua ndafu mpaka msalabani. Kwa hivyo Mungu anajua mwisho wako ni wapi na utayapitia yapi na ni yapi utakumbana nayo. Kwa hivyo Roho wa Mungu ambaye ni mwalimu, mkufunzi mwema, kiongozi mwema, muombezi wetu, ninakusii ndiposa ukubali uongozwe naye. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo alipojua anaanza kazi, alienda kuomba. Na alipoenda kuomba, katika maombi yetu, jambo la kwanza ni kumuinua Mungu, la pili ni kutubu makosa na hatia zetu. Yesu Kristo alipoenda kuomba hizo siku 40, aliomba na akatubu. Kwa hivyo nimekukujia wakati huu nikikwambia ya kwamba ukiongozwa na Roho wa Mungu, hawezi akakuongoza ukiishi katika dhambi. Ni ukweli, dhambi haiandamani na maombi yetu, na Mungu wetu apendezi hata kamwe na watu ambao wanaishi katika dhambi. Na uwezi ukajidanganya, uwezi ukadanganya watu wale wengine, hata pia uwezi ukamdanganya shetani. Unajijua, Mungu anakujua, huyu shetani anakujua. Kwa hivyo endapo unasema umeokoka na unaishi katika dhambi, unajua, ndio jambo la kwanza anasema ya kwamba tutubu makosa yetu ili Roho wa Mungu apate nafasi ndani ya mioyo yetu na hata katika miili yetu. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kutubu. Waliotubu katika Biblia walisamehewa. Tukimchukua Daudi alipokoza hakika kumuua Uria na kumchukua hata Bathsheba, ni dhambi alifanya. Na alipobarikiwa na mtoto akawa mgonjwa, mtoto akafa, hakika akaomba akula chakula, alipokufa akainuka, akahoga, akakula, akakunywa na akastarehe. Watu wakishangaa, alikuwa anajua amesamehewa dhambi yake. Kwa hivyo vile unajua dhambi yako na vile ninajua dhambi zangu, kama vile Daudi, tutubu dhambi zetu. Na jambo lile lingine, tujue hata ikiwa tutaongozwa na Roho wa Mungu, hata ikiwa tutaandamana na huyu Yesu Kristo, hata ikiwa tutakuwa pamoja naye tukiwa na nguvu na tukitiwa nguvu katika miili yetu, mioyoni mwetu na hata katika akili zetu ama mafikira zetu, tujue ya kwamba hatuna budi kukutana na majaribu. Yesu Kristo alipoomba alikutana na majaribu. Alipokutana na shetani akaanza kumwonyesha hiki na hiki na kile, hakika Yesu Kristo ambaye alikuwa anaongozwa na Roho wake Mungu, na yeye kama Mungu na pia binadamu ama mwanadamu, aliweza kuyashinda yote. Kwa hiyo majaribu, ndugu yangu mtazamaji, yapo. Huenda ikawa hata penye huko wesi ukainuka, ukiwa pale ujue Yesu alishinda, ujue wengine mitume walishinda, na pia wewe utashinda. Kwa hivyo pamoja na hayo majaribu, unjaribu kumuita huyu Yesu, ataitika. Ukiwa ndani ya Roho, chukua nguvu mpya, mtazama huyu Yesu na hakika atakuinua. Jambo la mwisho, mkabidhi kabisa mahitaji yako, na ikiwa pia ni magonjwa kama vile nimetaja, mkabidhi hayo. Endapo ni familia imekuwa na shida, ukiwa katika Roho Mtakatifu, mwite huyu Yesu, ataitika, atakuwa jibu kwako, because he's a very good
Hamsa. Kwa hivyo huyu Yesu Kristo ambaye alishinda, tumkabidhi mahitaji yetu yote, majaribu yale ambayo tunabudi kukumbana nayo, tumpatie, tutashinda kama vile Yesu alishinda. Na hakika utafurahia ukiwa ndani ya huyu Yesu, na hakika utatia wengine nguvu na utakuwa shahidi mwema. Bwana na alibariki neno lake. Amina. Asante Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Ndiye asante Yehova Mungu mhifadhi wetu. Ulipomtuma Yesu Kristo akaja humu duniani, liposa aweze kutafuta wakosaji. Tunaona alipokuwa anze kasi, alitisha nguvu kutoka kwako na Roho wako Mtakatifu akamuongoza. Hivyo basi, naomba ukaweze kuongoza kila mmoja wetu. Wale ambao wameokoka ukawaongoze. Wale ambao Mungu Baba hawajaokoka ukawanenee. Na Mungu Baba wambandirike na warudi wakuishie. Liposa waongoze na huyu Roho wa Mungu. Katushikilie, tumekabidhi yale yote Bwana tunayohitaji kutoka kwako. Katutekelezee katika Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Majaribu yanapokuja, tusikate tamaa. Kwako wewe mtoto wa Mungu, kwako wewe mtumishi wa Mwenyezi Mungu, kwako wewe uliweza hata na kuona mengine hayakusaidii katika haya maisha na ukaweza na kujitolea kwa sababu ya kazi ya Mwenyezi Mungu. Majaribu kukufika, sio eti kwamba Mwenyezi Mungu anakuchukia. Sio eti kwamba Mwenyezi Mungu akupendi. Sio eti kwamba Mwenyezi Mungu ameweza na kukuachilia, hapana. Lakini huwa ni kipimo tu. Akaweza na kuona vile ambavyo hata imani yako imefikia wapi. Unamtegemea ama amtegemei. Hata majaribu, changamoto ni kipimo ya vile ambavyo tunamfanyia Mungu kazi. So wakati ambapo unaona unajaribiwa, wakati ambapo unaona mwenzako anapitia majaribu, usije ukaanza kuona kwamba huyu ametupiliwa na Mwenyezi Mungu, huyu Mungu ampendi. Hayo majaribu yanaweza kuwa sasa yanakutengenezea njia ya baraka, ndio yanakutengenezea ile milango ama ule mlango wa vile ambavyo utaweza na kufunguka wa baraka. Yesu wakati ambapo alipelekwa pale jangwani kujaribiwa, sio eti kwamba Mwenyezi Mungu hakuwa pamoja naye, sio eti kwamba Mungu alikuwa amemwachilia. Lakini pale akawa anajibu kupitia maandiko. Hata nasi tujifundishe kujibu shetani mwenyewe kupitia kwa maandiko. Hapa ili linatuonyesha ama kutufundisha kwamba mara nyingine ni sehemu ya mpango. Majaribu sasa ni sehemu ya mpango wa Mwenyezi Mungu kuimarisha hata imani yetu. Majaribu husaidia hata imani yetu kuendelea na kukua. Wakati ambapo yameweza na kutupata, wakati ambapo yameweza na kutukuta, usikimbie, bali simama imara katika kufunga, kuomba na pia kumtegemea Mwenyezi Mungu. Imani yetu ikaendelea na kukua na kujua kwamba wakati ambapo ninapatana na haya na yale, bado Mwenyezi Mungu yuko pamoja nami, bado Mwenyezi Mungu yuanipenda, bado Mwenyezi Mungu anashughulikia njia ambayo nitaweza na kutoka katika haya majaribu. Unafunga, unaomba, unajipata kwamba hata nguvu imeweza na kuongezeka mara mbili hata na kuendelea. Maana Mungu yuko pamoja nawe katika hayo majaribu, katika hizo changamoto. Haijalishi umepitia hilo jaribu kwa muda mgani, umeumwa kwa muda mgani, umedharauliwa kwa muda mgani, umeitwa majina kwa muda mgani, katika ile familia umeweza na kudharauliwa kwa sababu ya imani yako. Umeweza hata na wengi wakakuita majina kwa sababu ya imani yako, bado Mungu yuakupenda, yuko pamoja nawe. Hakika utaweza na kutokea ukiwa mshindi, utaibuka ukiwa mshindi.
Pastor, barikiwa sana, ni kwa sababu ya hilo fundisho ambalo imeweza na kututia nguvu sana. Mwenyezi Mungu na atusaidia kusaidia mtazamaji wangu mahali popote pale unatupata ukiwa. Endelea hayo majaribu, hizo changamoto zikaweze kuendelea na kuimarisha imani yako. Usikate tamaa, bali endelea na kusimama imara. Tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio hiki kipindi. Shalom.